Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa wewe ni mgeni unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, naomba uchukue sekunde moja tu, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, bonyeza alama ya like na karibu ni kuhabarishe kwa undani. Rais aliyejichagua hapa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, amefaulu kukifuta Chama cha Demokrasia na Maendeleo nchini Tanzania, Chadema, kutoka sajili ya vyama vya kisiasa humu nchini Tanzania. Kuna barua ambayo imeweza kuachiliwa ambayo imeandikwa na Sisti Nyahoza ambaye ni msajili wa vyama vya kisiasa humu nchini Tanzania, huku akitishia kukifuta chama cha Chadema kutoka sajili ya vyama vya kisiasa kwa kile ambacho anasema ya kwamba ni kukiuka sheria muhimu haswa katika vyama vya kisiasa humu nchini. Barua hii imeweza kuachiliwa na ni habari mbaya kwa Chadema, habari mbaya kwa Mheshimiwa Tundu Lissu, habari mbaya kwa Mheshimiwa John Heche, ni habari mbaya kwa vyama vya mrengo upinzani na hata wanachadema kwa ujumla. Sasa ofisi hii ya msajili wa vyama vya kisiasa imeweza kutoa ilani ya siku chini ya 10 hadi tarehe 20 mwezi wa 5 mida ya saa 9 kwa Chadema kuhakikisha ya kwamba wameweza kujibu maswali ambayo wameweza kutumiwa, la sivyo chama hicho kitatolewa katika sajili ya vyama vya kisiasa. Kulingana na barua hii ambayo imewasilishwa ya kutishia kukifuta chama cha Chadema, ni maswali matatu. Moja, wanasema ya kwamba mwenyekiti wa Korogwe kule Tanga ambaye anaitwa Kisaka aliweza kufanya mkutano, anadaiwa hivyo, akapongeza maandamano ya 29 mwaka jana mwezi wa 10, kwamba hiyo ni kukiuka sheria. Wajibu swali hilo, kwa nini mwenyekiti huyo aliweza kushukuru na kusema asante kwa maandamano yaliyoshuhudiwa hapa Tanzania. Swali la pili ambalo wangependa kujibiwa kama msajili wa vyama vya kisiasa, wanasema ya kwamba Chadema yahakikisha ya kwamba wameweza kujibu kuhusiana na matamshi ambayo yaliweza kutolewa na John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chadema hapa Tanzania bara, ambapo aliomba maandamano makubwa kufanywa katika taifa la Tanzania kulazimisha Mheshimiwa Tundu Lissu kuachiliwa huru. Kulingana nao ni kusema ya kwamba ni kukiuka sheria kuitisha maandamano nchini ya kulazimisha mfungwa ama mahabusu kuachiliwa huru. Tatu, wanasema ya kwamba chama hiki kiliweza kusema ya kwamba Rais Samia Suluhu Hassan hakuchaguliwa kihalali, ila tu ni kiongozi katili ambaye aliweza kujichagua. Waweze kujibu maswali hayo, la sivyo ikifika tarehe 20 mwezi wa 5 wanaenda kukifuta chama cha Demokrasia na Maendeleo nchini Tanzania. Kwa kusema ukweli halisi wa mambo, huu ni ukora ambao Samia Suluhu Hassan anatumia ofisi hii ya msajili wa vyama vya kisiasa humu nchini. Na hapa Tanzania vyama vya kisiasa hamna demokrasia, kwa sababu Samia Suluhu Hassan anataka kuongoza vile anataka kuongoza ofisi ya kusajili vyama vya kisiasa. Ni kwa sababu CCM imeanguka. Sasa wanataka kuhakikisha ya kwamba wanaifufua kwa kufuta vyama vingine vya kisiasa katika taifa hili la Tanzania. Na wakati tunapoangalia maswali haya ama majibu ambao wanaitisha sasa hivi, kama hili la kusema ya kwamba Chadema wanasema ya kwamba Samia Suluhu Hassan aliweza kujichagua, na sisi kama watafsiri wa habari hizi wakati tunazichanganua, ukweli ni kwamba ndio Samia ni rais kwa sababu aliapishwa chini ya sheria, lakini aliweza kujichagua.
ni rais yupi ambaye aliwahi fikisha 98% hapa Tanzania kwa ushindi? Kura hazikupigwa, watu walikuwa wanaandamana, giza kilikuwa kila mahali, hakukuwa na nguvu za umeme, makaratasi ya kupiga kura yalikuwa yametapakaa barabarani. Walitumia gani? Ni kivipi waliweza kuwasilisha ama kusambaza matokeo ya majibu ya kura kutoka eneo moja kuelekea lingine, kwa sababu mitandao ilikuwa imezimwa, hakukuwa na stima, watu walikuwa wanauliwa na vyombo vya dola. Huyu aliweza kujichagua. Hata Chadema wanaposema hivyo ni ukweli halisi wa mambo, aliweza kujichagua. Swali lingine wakati tunapolijibu, lazima nao watuambie ya kwamba ni kivipi waliweza kufaulu kutuma matokeo ya kura kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Ni kivipi? Baadaye tukaona akiapishwa chini ya ulinzi mkali. Mtanzania wa kawaida hakuruhusiwa kwenda kuhudhuria uapisho wa Samia Suluhu Hassan. Ni ukora ulikuwa unaendelea pale katika uwanja wa kijeshi. Ni kwa sababu anajua haiweza kujichagua yeye mwenyewe. Swali la kusema ya kwamba mwenyekiti wa Korogwe kule Tanga Kisaka aliweza kufanya mkutano akapongeza maandamano. Sasa maandamano hata mataifa mengine yamekuwa yakisema ya kwamba ni demokrasia. Maandamano yaliyoshuhudiwa ni demokrasia. Kosa liko wapi? Huu ni ukora ambao Samia Suluhu Hassan anataka kutumia. Swali lingine ambalo wanataka ni Heche kuitisha maandamano. Sasa serikali hii imekataa kumwachilia Tundu Lissu. Umoja wa Mataifa umeweza kutoa onyo kali. Marekani imeweza kutoa onyo kali. Bunge la Ulaya limeweza kutoa onyo kali na kulazimisha Samia Suluhu Hassan kumwachilia huru Mheshimiwa Tundu Lissu. Lakini Samia ameshupaza shingo, hataki kusikia. Sasa Heche akisema ya kwamba tunaenda kufanya maandamano ili kulazimisha Tundu Lissu aweze kuachiliwa, ni kosa lipi? Huu ni uongozi wa kimla. Huu ni uongozi ambao ni katili. Samia Suluhu Hassan anaendelea kuendesha hapa Tanzania. Kwa hivyo sioni kama Chadema wamefanya kosa lolote, ni vile tu wanatafuta mbinu ya kumaliza Chadema, lakini haiwezekani baada ya mahakama kukubalia Chadema kuendelea kufanya shughuli zao za kisiasa humu nchini. Unajua lengo lao la kwanza walikuwa wanataka kukifuta chama hiki, hawakufaulu kwa sababu mahakama iliweza kusema ya kwamba Chadema irudishiwe, irejeshewe kila kitu, waanze kufanya mikutano hadharani. Na sasa wameanza kufanya mikutano wakitembea sehemu mbalimbali. Sasa Chadema wanaendelea vizuri. Sasa hii ni makasiriko makubwa kwa CCM, wanaona sasa Chadema imeshika moto. Sasa ndio maana wanataka kutumia ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa humu nchini kupitia Sisti Nyahoza kuhakikisha ya kwamba wamekifuta chama cha Chadema. Na huenda wakifanya hivyo kutawaka kisheria. Lazima tukutane kwa ama mawakili wapo wa Chadema. Hata Mheshimiwa Tundu Lissu ni wakili, watafikishwa mahakamani kujitetea wao wenyewe, kutetea vyama vya kisiasa, kwa sababu lazima demokrasia ile ambayo iliweza kupiganiwa. Hatuwezi kuendelea kuishi chini ya uongozi wa kimla. Sisi wazungu walikuwa wanatutawala, lakini tukaanza kujitawala baada ya kujipigania, na sasa wanataka kuturudisha katika enzi zile ambazo tulikuwa tunateswa. Wazazi wetu, mababu zetu walipitishiwa dirisha na kusumbuliwa hapa na pale. Naomba kutamatishia hapo, lakini tukipata taarifa zingine nitarudi ili nikaweze kukuhabarisha. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja, subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.